na jinsia yao ni ya kike, na sisi jeshini hatuna swala la jinsia. Yeyote anaingia kwenye uwanja wa mapigano na anatenda kama mwenye mali. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafunzo haya yalifunguliwa tarehe 7 mwezi wa 5 2025 na mkuu wa polisi wilaya ya Longido SSP Hamilton Richard Matagi, yakihusisha jumla ya askari wa rank and file 20 katika vituo vya polisi ya Longido na Manga. Mafunzo haya yalisimamiwa na mkuu wa polisi wilaya ya Longido na kuratibiwa na mkuu wa operation wilaya ya Longido SP General Frank Fute, ambapo wakufunzi wawili toka kikosi cha kutuliza ghasia Arusha ambao ni Assistant Inspector Muta H2270 Corporal Paulo na K266 PC Isaac. Na maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliyoyashusha kwa mkuu wa jeshi la polisi nchini, na sisi tukayapokea. Haya yanaakisi kwamba sisi tuko tayari kulinda raia na mali zao. Wananchi wetu wanahitaji amani na utulivu, ndio maana wako wanaofuga, wako wanaofanya biashara, wako wanaofanya shughuli zingine za kujipatia kipato. Kazi yetu ni kuhakikisha wao wanafanya shughuli zao zote kwa namna wanaofanya kwa utulivu na kwa amani. Adui kwetu hana nafasi. Mtu anayekuja kwenye wilaya yetu ya Longido kutuvuruga hana nafasi. Sisi tunafanya kwa mwongozo na maelekezo ya Amiri Jeshi Mkuu, lakini pia tunasimama kwa niaba ya wananchi walioko Longido. Tunataka wananchi wanufaike na uwepo wa Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uwepo wa majeshi yote yaliyoko kwenye wilaya yetu. Rai yangu kwa wananchi wetu, wajue kwamba jeshi la polisi liko kwa ajili yao. Tuko kwa ajili ya mali zao na wao wenyewe. Tuko kwa kuhakikisha kwamba utulivu na amani unaendelea kuimarika. Raia ndiyo mlinzi namba 1 kwenye eneo lake. Sisi tunafuata kuhakikisha tunaungana naye ili tuendelee kudumisha upendo, amani, mshikamano, na yale ambayo tunayafanya kwa maana ya biashara na shughuli zingine za kibinadamu zinazofanyika ziendelee kuwa bora. Tunategemea sana ushirikiano wa raia pamoja na sisi. Sisi ni sehemu ya raia. Sisi ni sehemu ya wananchi wa Tanzania. Sisi ni sehemu ya shughuli mnazozifanya. Mkitupa ushirikiano na sisi tunawapeni ushirikiano, lakini sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yenu yanakaa vizuri zaidi. Hakika nina amani kubwa sana kuona jeshi la polisi likisimamiwa na mkuu wa jeshi la polisi hapa Longido. Mmeiva vizuri. Mafunzo haya ambayo mmeyapata, msiende kujaribia kwenye maeneo ambayo hamjaelekezwa. Tunatumia mafunzo haya, tunatumia vitendo hivi pale ambapo tutahitajika kufanya hivyo kwa maslahi ya umma, kwa maslahi ya taifa letu, kwa maslahi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maslahi ya mkuu wetu wa mkoa Mheshimiwa Paul Makonda. Sio uchaguzi wa kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwendelezo wa chaguzi zilizofanyika. Leo tunakwenda kufanya uchaguzi mwaka 2025 kwa miaka 5. Maana 2025 mpaka 30 tunakwenda kupata viongozi, akiwepo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakwenda kupata wabunge, tunapata madiwani. Tudai tukafanya uchaguzi wa kisayansi, uchaguzi wenye utulivu, uchaguzi wenye amani, uchaguzi wenye upendo, uchaguzi wa kushirikiana. Vyeo ni dhamana, tunakwenda kuwatumikia watu. Unapokwenda kuomba nafasi, ujue wewe unakwenda kuwa mtumishi wa watu. Uendi kuwa mtwana, uendi kuwa viongozi. Unakwenda kuonyesha mfano, unaonyesha njia ili watu wapite vizuri, kwa sababu wewe unapoomba uongozi, ukipata nafasi, basi hakikisha kwamba amani na utulivu iendelee kuwa salama kwenye eneo hilo. Tushirikiane na wote. Tunakwenda kuhakikisha kujenga historia kwenye mkoa wa Arusha
wilaya ya Longido iwe ni mfano, mkoa wa Tanzania kwa ujumla, mikoa 26 Tanzania bara. Tunatamani kuona wilaya hii iwe ya kwanza, iwe ya mfano kwa utulivu, na sisi ndio tunaolinda pia lango la Tanzania na Kenya. Tuna imani wageni wanaanzia kwetu kwenda maeneo mengine. Tunapokwenda kwenye uchaguzi, basi ushirikiano uendelee kuwa mkubwa. Taratibu na sheria zifuatwe, kanuni za uchaguzi zifuatwe. Kila mtu atapata haki yake kwa miongozo na maelekezo ya kanuni na sheria za uchaguzi. Tuko tayari kuzisimamia, tuko tayari kulinda amani kwa utulivu. Huu ndio mfano na kielelezo leo ambao umepata mafunzo haya, mafunzo mahiri. Sasa nalala usingizi nikiamini kwamba jeshi la polisi kupitia mkuu wa jeshi la polisi la wilaya na nyinyi wote ambao leo mmepata mafunzo, na imani kwamba ulinzi na usalama uko imara, mko timamu. Hakuna mtu mgonjwa hapa, hakuna mtu atakayesema mimi upande wa pili mbavu zinauma, kwa sababu mafunzo yote mmeyapata kama alivyoelekezwa na nilivyosomewa risala. Hata utayari wa mwili tutairekebisha, na baada ya hapo tutaendelea na taratibu zingine za mapigano. Kwa hiyo hatuhitaji kuchukua silaha nyingine mpya. Sisi wenyewe ndio mafundi na sisi wenyewe tunaozitumia. Kwa hiyo wataonyesha namna gani silaha itakuwa imeleta shida, na baada ya hapo watairekebisha, na baada ya kurekebisha tutaendelea na mapigano kama ilivyo kawaida. Kama unavyoona hapo mbele yako, makamanda hao wako 4 na jinsia yao ni ya kike, na sisi jeshini hatuna swala la jinsia. Yeyote anaingia kwenye uwanja wa mapigano na anatenda kama mwenye mali. Hapo tayari wako kwenye uwanja wa mapigano wa kivita na risasi zilimwishia. Kwa hiyo ana take cover kwa ajili ya kuweza kuweka magazini nyingine ili aweze kuendelea na mapigano. Unavyomuona hiyo sasa ni tactical reload, ni kwamba yuko kwenye uwanja wa mapigano lakini sasa risasi zimemwishia. Anabadilisha magazini na itupa hapo, na hana haja ya kuendelea kuichukua tena. Manake hiyo imeisha, hamna risasi nyingine tena. Hizi ni mbinu za mapigano. Meelekeza nyuzi 45 juu. Tayari wamekwisha piga. Anatoa ile ganda ili kusudi lisije kaleta madhara kwake, sababu likiendelea kubakia kuna mabomu mengine yanaweza kuwa hajalipuka, likaja kamlipukia kwenye silaha yake na kamletea madhara yeye. Kwa hiyo kuna umakini mkubwa sana katika kulipua mabomu haya. Naam, kama unavyoona mlipuko na yana vishindo sana, na lengo lake ni kumwalati adui na iweze kumuonyesha kwamba makamanda hao wamejipanga, na ikiwezekana aweze kuondoka katika eneo hilo, na kama akiendelea kukaidi basi atafikiwa na kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kama unavyoona mheshimiwa mgeni rasmi, uelekeo